Haya ndo madhara ya kutukana watu mtandaoni. Sasa kinachotokea ukiandika tusi au neno la kejeli kwenye posti ya mtu, mtandao husika unatambua lile ni tusi au neno la kejeli. Kitu ambacho kinatokea ni kwamba ule mtandao kwenye comment za mtu yoyote kwenye posti yake huwa inazitenga. Zile komenti nzuri zinakaa juu na zile za matusi zinakaa chini, ambazo ni mpaka mtu akienda akibonyeza ndio azione. Sasa madhara wewe unayoyapata ni kwamba siku ukiweka posti yako, ule mtandao husika hautairecommend kwa watu wengine. Yaani kuna namna mtu unaweka tu posti, huna umaarufu, huna followers wengi, lakini posti yako inaenda mbali. Unakuta una followers labda 2000 lakini una views 10,000. Ni kwa sababu wewe kwenye mtandao unafanya mahusiano salama na watu, una interact vizuri na watu. Lakini ukishaweka matusi, kinachotokea ile mitandao sasa inawalinda watu na wewe. Yaani kwamba imeshaona kwamba wewe sio mtu salama. Wewe inachokifanya ni zile posti zako hazitawafikia watu wengi. Kwa sababu gani? Ni kuwalinda wale watu wengi na matusi. Kwa sababu wanachokihofia ni kwamba watu wakija wakitaka kujihusisha na posti yako, hata kama walikuwa hawana nia mbaya na wewe, lakini unaweza ukawatukana. Sasa usitukane mtu mtandaoni, si tu kwa faida ya yule mtu, hapana, ila ni kwa faida yako pia, pale ambapo utataka kuitumia hii mitandao kwa faida huko mbeleni.